Nimetoa maelekezo ya kiutendaji kwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Ilala na OCD wa eneo hili kwamba lazima tujikite kwenye majukumu yetu ya msingi na tusiache majukumu yetu ya msingi tukafanya majukumu ya watu wengine. Kama kuna taarifa zinazohusiana na uvunjifu wa sheria wa jambo fulani, sisi polisi tunahoji, lakini tunashirikisha mamlaka zinazohusika. Kama ni swala la uhamiaji, tutawashirikisha watu wa uhamiaji. Kama ni swala la mamlaka ya mapato, tutawashirikisha watu wa mamlaka ya mapato. Kama ni swala la TBS, tutawashirikisha watu wa TBS. Lakini sisi tusijifanye ndio TBS, sisi tusijifanye ndio TRA, sisi tusijifanye ndio government chemist. Hapana. Na hayo tumekwisha ongea. Sasa hao askari wachache ambao kimsingi unaona wanafanya sio kwa nia njema, mwisho tumeambia tuhuma za rushwa, hawafanyi kwa nia njema. Wangekuwa wanafanya kwa nia njema, wangehoji na kuwajulisha wakuu wao wa kazi ambao ni ma-OCD au ma-OCS ambao washirikishe hizo mamlaka. Wanahoji kwa sababu ya maslahi binafsi, na hiyo ni rushwa. Hatuwezi tukakubali jeshi la polisi likachafuka kwa sababu ya watu wachache. Kwa hiyo hilo nimelichukua na nimekwisha toa maelekezo ya kiutendaji kama ambavyo tulishughulika siku za nyuma na waliokuwa wakifanya namna hiyo. Asante. Naitwa Severini Mushi, ni mwenyekiti jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo. Leo tumetembelewa na ugeni wa kamanda wa kanda maalum ya kipolisi ya Dar es Salaam, Mheshimiwa Kamanda Jumanne Muliro, na ni ziara ya kawaida sokoni hapa kukagua usalama na namna hali ya soko letu inavyokwenda. Pamoja na mambo mengine, tumewasikia wafanyabiashara na wakitoa malalamiko mbalimbali kwa jeshi la polisi, ikiwemo polisi ambao wanasimama katika vituo vya checkpoint kama kwenye makutano ya barabara na maeneo mengine Karube na kwingine, kusimamisha wafanyabiashara ambao wamebeba bidhaa walizonunua sokoni, na mara waonyeshapo risiti basi wanasema risiti haitoshi, ngoja tuite TRA, ngoja tuende huku. Sasa kwa kawaida sisi jumuiya sasa hivi tunafanya biashara, tunafanya kazi kwa pamoja na vyombo vya serikali, kwa maana TRA tunafanya nao vizuri, lakini na polisi. Kwa hiyo inakuwa ni usumbufu ambao inapelekea hata kuhamisha wafanyabiashara wale wa nchi za kigeni. Tulishakemea huko nyuma, sasa imeanza kurudi kwa namna nyingine tabia hii, na ni imani yangu baada ya kauli ya Kamanda Muliro basi tabia hii itakwenda kukoma kabisa, ili Kariakoo iendelee kuwa sehemu nzuri ya kufanya biashara, lakini yenye mazingira mazuri kwa wageni na hata Watanzania ambao wanaingia kwenye soko letu.